Ni mtazamaji wa Gift Online TV. Leo nataka nikupe ufahamu wa ndani zaidi kuhusiana na VPN. Wengi wamekuwa tu wakisikia VPN lakini wengi hawajui ni nini. Sasa leo kaa tayari ufahamu kwa ndani zaidi ni nini ambacho kinahusiana na VPN. Kama ulikuwa hujui VPN ni nini na inafanyaje kazi, wacha nikufahamishe kwa sasa. Kwa miaka ya hivi karibuni nchini Tanzania pamekuwa na mjadala kuhusu VPN. Sasa leo wacha nikufahamishe VPN ni kitu gani na ufanyaji wake wa kazi ukoje. Ili uweke kirahisi, wacha nieleze kwa mfano wa barua ya mtu na rafiki yake. Vuta picha, unamtumia barua rafiki yako, lakini unahitaji ujumbe uliomo ndani iwe ni siri baina yenu wawili, kwa maana ya asiwepo mtu wa tatu anayeweza kuisoma. Hivyo basi, kwenye kuhakikisha hakuna mwingine atakayeweza kufahamu ni kitu gani ambacho kimeandikwa kwenye barua ile, unaamua kukiweka kwenye namna maalum ambayo wewe na rafiki yako ndio mnaweza kufikiwa na ujumbe huo. Sasa namna maalum ndio inaitwa sasa kusema VPN. VPN ni kifupi cha neno Virtual Private Network. Ni sawa na ile namna ya tofauti ambayo uliamua kuweka ujumbe wako ili umfikie rafiki yako. Sasa unapotumia mtandao wa VPN unawekeza kupata usalama na usiri mtandaoni. Pale unapowasiliana na mtu iwe kwenye kompyuta au kifaa chako, hapo inakuwa ni siri. VPN inafanyaje kazi? Ili mtandao wa VPN ufanye kazi, kuna vitu vinne vinahitajika ambavyo ni kifaa chako, VPN server, tune na internet. Kifaa chako, hii ndio sehemu ambayo ujumbe unatengenezwa kwa ajili ya kutuma na namna ya mtu wa kwanza. Na ninaposema kifaa chako, hapa namaanisha inaweza kwa kompyuta, simu au kishikwambi. Lakini VPN server, huu ni mfumo unaoendeshwa na kompyuta. Mfumo huu upo hapa Tanzania. Upo makao makuu ya VPN. Kama ulikuwa hujui, mtandao wa VPN makao makuu yake yapo wapi? Wacha nikufahamishe. Makao makuu ya VPN yapo nchini Panama, lakini pia mtandao wa VPN una ofisi ndogo ambazo zipo nchini Lithuania, Uingereza na Uholanzi. Kwa hiyo unapotumia mtandao wa VPN, basi tambua kila kitu kinapatikana ndani ya VPN server ili kufika kule ambako ulikuwa unahitaji. Lakini tukiongelea tune, hii ndio bahasha ya siri ambayo inaunganisha kifaa unachotumia na server za VPN. Hii ni kwa namna ambayo kila kilichomo kwenye bahasha hii kimewekwa kwenye usiri maalum ambao server za VPN na kifaa chako ndicho pekee kinaweza kuelewa kilichomo. Tukija kwenye internet, hii sasa ni kama dunia, sehemu ambayo kila mtu anaweza kuona chochote mtandaoni, lakini kwa kupitia VPN ni ngumu kutambua kila unachofanya mtandaoni. Sasa kwa nini watu wanatumia VPN? Hapa tuweze kufahamu. Unaweza kujiuliza kwa nini watu wengi hupenda kutumia mtandao huu. Sasa leo wacha nikufahamishe kwa sababu kuu za watu kupenda kufanya hivyo. Kitu cha kwanza ni faragha. Hii inakuwa kama sehemu ya siri ambayo inaweka yale unayofanya mtandaoni kwenye usiri mkubwa. Unapotumia VPN hakuna ambaye anaweza kufahamu nini unafanya mtandaoni. Hata mtandao wa simu husika unaotumia haujui. Kitu cha pili ni usalama. Kwenye kuhakikisha unajilinda dhidi ya wadukuzi wa mtandaoni ambao wanaweza kuchukua taarifa zako za usiri, ikiwemo nywila, yani password. Ukitumia mtandao wa VPN hawawezi kudukua. Kitu cha tatu, kuondoa zuio mtandaoni. Kuna baadhi ya mtandao kuna muda huzuia kwenye baadhi ya nchi au kanda fulani kwa muda fulani. Hivyo basi ili kupata huduma ile mtandaoni itakulazimu kutumia VPN ili kuondoa uzuio huo. Kwani mtandao huu hauwezi kuzuia na nchi yoyote duniani bila bidhaa ya wamiliki wa mtandao huo kutoka Panama. Basi hayo kwa ufupi mtazamaji wa Gift Online TV ndio yote yanayohusiana na VPN. Sasa leo nimekufumbua macho, nimekufumbua akili. Ukisikia VPN ujue ni kitu gani. Usije tena ukasema ukashangaa VPN ni nini. No. Fuatilia Gift Online TV utazidi kufahamu mengi yatakayo kufahamisha ambayo huyajui lakini unayajua tunakupa kwa undani zaidi. Hii ni Gift Online TV.